Uh, Bwana Yesu aweze kutubariki. Amani ya Mungu iweze kuwa na nyinyi. Kuna kutokueleweka kwa swala la kwamba Yesu anafanya nini mbinguni, na kwa kweli kama Wakristo, kama watu wanaoamini Biblia, hatutakuwa salama ikiwa hatujajua Bwana anafanya nini mbinguni. Sikia, hatutakuwa salama. Na ndio maana utakuja kujikuta kwamba maisha yetu yanadhani, kuna wale wanasema leo wameokoka, leo wamekusha kuachana na dhambi, lakini hawajui Yesu anafanya nini mbinguni. Na kushindwa huko kujua kutawafanya wengi waliokwisha kupata ile damu ya Kristo kwa mara ya kwanza wasiweze kuifaidia. Kwa hiyo fatana na mimi vyema tuweze kuona siri ya kitu ambacho Yesu anafanya mbinguni. Na haikutakiwa of course uweze kuwasili kwa sababu Biblia imekwisha kusema wazi kabisa. Sasa Yesu alikuwa amekwisha kusema kitu kimoja, ya kwamba alikuja, lakini baada ya kuja ilibidi aondoke aende, na kama alienda kufanya nini lazima awe ametuambia pia. Sikiliza katika Yohana 13 nitasoma hapo. Yohana 13 tutasoma mstari wa 3. Anasema Yesu hali akijua ya kuwa Baba amempa vyote mikononi mwake, na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu. Kwa hiyo Yesu alikuwa anajua ya kwamba kumbe alitoka kwa Baba na atakuja, lakini vile alivyokuja atarudi tena kwa Baba. Ndio Yesu anasema yafaa ninyi mimi niondoke, maana asipoenda ataweza kuja Roho wa Mungu. Lakini ambapo yeye alikuja, alienda kufanya nini? Kuna wengi wanadhani hayupo amepumzika tu. Yesu hapumziki. Yesu ana kazi, na kazi anayoifanya sasa hivi ikiwa tutaielewa ni ya muhimu zaidi kukamilisha wokovu wa wanaoishi. Ni kweli kifo chake kina uzima baada ya yeye kufa na kufufuka, ni sehemu kubwa ya ukombozi wetu, lakini hapo hatujakamilishiwa. Kwa nini? Kwa sababu sikiliza kitu anachokisema Paulo mtumishi katika waraka wake wa pili kwa Wakorintho. Anasema sura ya 1 mstari wa 10, anasema aliyetuokoa sisi katika mauti kuu namna ile, tena atatuokoa, ambaye tumemtumaini ya kwamba atazidi kutuokoa. Kwa hiyo Bwana wokovu wake haujakamilika baada tu ya Yesu kufa msalabani. Hapana. Lakini pia baada ya yeye kufa bado alitakiwa afufuke, na baada ya kufufuka alitakiwa awaage wanafunzi aende, na kule ndipo kuna nafasi kubwa sana ya watu leo walitakiwa wawe serious kujua anafanya nini mbinguni. Twende basi moja kwa moja katika kitabu kinaitwa Warumi. Katika Warumi tusome hapo. Katika Warumi sura yake ni ya 8. Paulo anasema ni nani, mstari wa 34, ni nani atakayewahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa. Hiyo ni kitu cha kwanza. Naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu. Hicho ni kipengele cha pili. Cha tatu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Hicho ni cha tatu na cha mwisho. Kumbe Yesu kuwa amekufa na amefufuka, baada ya hapo alipaswa kuenda katika mkono wa kuume wa Mungu, na huko akafanye kazi ya maombezi. Hiyo kazi inafanyika namna gani? Tokea hapo hapo ameenda katika mkono huo wa kuume kwa ajili ya maombezi mara baada ya yeye kutoka hapa duniani. Maana hata Stefano wakati wa kuuliwa kwake alisema hicho kitendo, alisema amemuona. Tusome hapo katika Matendo ndio turudi kuona anaombeaje. Ndio maana anaposema katika sura ya 14 ya Yohana ya kwamba mnamwamini Mungu, mniaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Hiyo kuandalia mahali anaandaaje? Lazima watu wa Mungu angeweza kuelewa anaandaa namna gani. Tumuone Stefano wakati anapigwa mawe alisema hivi mstari wa 55, lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu akakaza macho yake akitazama mbinguni, akauona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu.
Stefano amekusha kuona hicho, na hapa na hii ni 70 AD, miaka 70 baada ya kuzaliwa kwa Kristo. Kwa hiyo mara baada ya Yesu kutoka hapa, alianza katika kazi yake hiyo ya uombezi. Hiyo kazi ya uombezi iko namna gani? Iko namna gani? Petro anaeleza pia ya kwamba uvumilia kwenu, katika Petro wa pili 3 mstari wake wa 9, si kwamba hajaja kwamba ahadi yake ni ya uongo, lakini kwa sababu huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yoyote, hataki mtu yoyote apotee, bali wote wafikirie toba. Sasa hicho kinachosemwa kama ni toba ndicho kinachofanyika katika hekalu la mbinguni, maana mbinguni Yesu anafanya kazi hii hapa. Paulo atusaidie kueleza hicho kitu, na watu wa Baba waweze kuelewa ni nini ambacho anaweza kukisema. Tusome hapa katika sura ya 7 ya kitabu cha Waebrania, katika kitabu cha Waebrania 7 mstari wa 26, anasema maana ilitupasa sisi tuwe na kuhani mkuu wa namna hii, aliye mtakatifu, asiyekuwa na uovu. Unaona asiyekuwa na uovu, asiyekuwa na waa lolote, aliyetengwa na wakosaji, aliyekuwa juu kuliko mbingu. Kwa hiyo kumbe Yesu ndiye kuhani mkuu, kazi ya mbinguni anafanya ya ukuhani. Maana anasema katika sura ya 9 mstari huo wa 24, mstari wa 24, 9:24, anasema hivi, kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono, ndio mfano wa patakatifu halisi, bali aliingia mbinguni hasa aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu. Kwa hiyo Yesu baada ya kuwa ametoka hapa duniani, aliingia katika patakatifu pasipofanyika kwa mikono ya wanadamu. Katika hapo patakatifu ndio kazi anayoisema katika Paulo katika Warumi, ya kwamba ni kazi ya uombezi, au katika kazi ya upatanishi kama alivyosema Yohana katika sura ya 2 ya waraka wake wa kwanza. Unaona? Kwa hiyo Yesu anafanya kazi ya uombezi, lakini anafanya katika hekalu. Mbinguni kuna hekalu, watu wa Mungu. Mbinguni kuna hekalu ambalo hilo hekalu ambalo liko mbinguni ni mfano. Kulikuwa na mfano ambao Musa aliambiwa kuweza kutengeneza. Ukiangalia kwenye sura ya 8 ya hichi kitabu cha Waebrania, unakuja kukuta katika mstari wa 5 anaeleza ya kwamba Musa aliambiwa lile hekalu liko hapo, aliona mbinguni, ndio akaambiwa tengeneza mfano wa kile uliona mbinguni. Kwa hiyo mbinguni aliona hekalu, ndio maana akatengeneza hekalu lililo mfano wa kile alichoona mbinguni. Kwa hiyo tokea kile kipindi hekalu la mbinguni halikuwa na mtu bado, lakini ilipaswa sasa ukuhani ufanyike hapa chini duniani kwa mfano wa kile cha mbinguni, ambacho ni Yesu atakuja kuliingia baadaye, baada ya kuwa amekufa na kufufuka, ataingia katika patakatifu pale. Na ukisoma vizuri sura ya 9 ya hichi kitabu cha Waebrania, tunakuja kuona ya kwamba anaeleza kulikuwa na patakatifu pa kidunia, lakini kuna patakatifu pa mbinguni, ambapo katika lile hekalu kuna vyumba viwili. Sasa chumba cha kwanza ni chumba cha patakatifu, na chumba cha pili ni patakatifu mno, au patakatifu pa patakatifu. Sasa kwenye hicho chumba cha kwanza ndio Yesu ameingia mara baada ya kutoka hapa duniani, anafanya kazi ya uombezi. Lakini tunavyoongea sasa hivi amekusha kuingia kwenye chumba cha pili, kinaitwa chumba cha patakatifu mno. Sasa kwenye hicho chumba, rafiki zangu, tusikilizane kwa makini, hicho chumba cha patakatifu ndio ambacho Danieli alikuwa amekusha kuonyeshwa, na huo ni unabii. Nataka niweze kukupitisha kidogo uweze kuelewa, kumbe kuna kitu ambacho Bwana alikuwa amekusha kutabiri ya kwamba kitakuja kutokea. Twende kwenye kitabu cha Danieli mara moja nikuonyeshe, maana Danieli na Ufunuo ni kitabu kimoja. Kile Danieli kilifungwa, baadaye kikaja kikafunguliwa. Katika kitabu cha Ufunuo kinaeleza yale ambayo sasa yalikuwa yamekwisha kufungwa. Lakini anasema katika 8:14 ya Danieli, akamwambia hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Sasa sikiza, ukumbuke kuna vyumba viwili. Kwa hivyo kile chumba cha pili ndicho ambacho anasemea ya kwamba patakatifu patatakaswa, maana alitakiwa aingie kwenye patakatifu hapo pa pili. Na hichi kitendo kimefanyika mwaka 1844. Kwa nini? Kwa sababu miaka ya 2300 iliyotabiriwa ni ile ambayo ilikuwa ianze wakati wa kujengwa upya wa Yerusalemu, na tamko hilo limetolewa wakati wa 457
kabla ya Kristo. Kwa hiyo mwaka huu wa 1844 ndipo ambapo miaka ile ilikuwa imekwisha kukamilika ya 2300 ambapo patakatifu palipaswa kuweza kutakaswa. Kwa hiyo ndio maana katika hicho kipengele, kama unakumbuka, kuna mtu anaitwa William Miller ambaye alikuwa anawaambia watu ya kwamba Kristo atakuja mwaka huo, lakini kosa ambalo alikuwa hawajajua kwenye matengenezo yote hayo ni kwamba hawakujua kumbe patakatifu sio hapa duniani, ni pale ambapo Kristo anahama katika chumba cha pili kwenda chumba cha pili kutoka chumba cha kwanza. Kwa hiyo kumbe ndicho kitendo kilifanyika hapo, na kabla ya kitendo hicho kufanyika, walikuja walimuona mwana wa Adamu akija, na alikuwa amekwisha kusema ya kwamba kuna vitu vitatokea kama vile kuangua kwa nyota na kadhalika. Hayo yote yamefanyika tokea 1833. Unaona Kwa hiyo kwenye chumba hiki cha pili ndio kuna kitu kinaitwa hukumu ya upelelezi. Yeyote ambaye atakuwa amekiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, yeyote anayekiri vile, anayekiri ya kwamba Kristo alikuja kwa mwili, anatakiwa kuwa macho sana, kwa sababu hukumu inaendelea. Kwa hiyo hatuwezi hata kusema ya kwamba sasa hivi hatuishi katika amri, hatuishi katika sheria ya Mungu, kwa sababu sheria ya Mungu ndio inayotumika kukuombea mbinguni, ya kwamba bado haujakidhi, bado umepimwa na kuonekana umepungua. Kwa hiyo sasa utapimwa kwa mizani ya hapo patakatifu, unapimwa kwa hiyo mizani. Lakini sasa Petro anaeleza vizuri, mtumishi wa Bwana anasema ya kwamba hata umefika, tusome hapo katika Petro, anasema ya kwamba hukumu inawaanza tena, inaanzia watu ambao wanakiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana wao. Tusome hapo katika Petro wa kwanza 4 mstari wake wa 17, kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu, ikianza kwetu sisi, mwisho wao wasioitii injili ya Mungu utakuwaje? Kwa hiyo hukumu ya Bwana huanza na watu wanaosema kwamba wanamtii Mungu, na hiyo hukumu inaitwa hukumu ya upelelezi. Kila jambo ambalo mwanadamu analifanya leo lipo katika kupimwa kwenye mizani ya patakatifu. Ndio maana Yesu anasema katika Mathayo 12:36 na 37, anasema ya kwamba kwa maneno yako, kwenye 37, utahukumiwa na kwa maneno yako utapewa haki. Unaona? Kwa hiyo ni swala ambalo lipo sensitive, la swala la kitu kinaitwa hukumu ya upelelezi tokea kipindi cha miaka 1844 mpaka wakati ambapo Yesu atatoka kwenye hilo hekalu, kwenye chumba cha pili cha patakatifu ambapo anafanya kazi ya uombezi. Na hilo swala ni kwamba ni either mtu aweze kukataliwa milele au akubaliwe milele, na hilo linafanyika siku kwa siku, kutazamwa mtu mmoja mmoja, na hilo linafanyika, maana huko hakuna cha kusema muda umeisha. Hapana, ni swala ambalo linatakiwa liende taratibu, lakini kwa hakika kila mmoja apimwe kama. Ndio maana anasema kwenye sura ya 3, unajua kwenye kitabu cha Ufunuo Yesu amekusha kupaa mbinguni, anakuja kuleta ufunuo wake kwa njia ya malaika wake, na anamwambia Paulo, anamwambia Yohana, anamwambia ya kwamba yeye ashindaye. Ukisoma kwenye sura ya 2 na ya 3 bado anaeleza vizuri. Sasa ukisoma kwenye sura ya, ngoja tusome mojawapo hapa ya sura, katika sura ya 3 mstari wake ni wa 5, Yohana Ufunuo, anaelezwa, maana kuna kitabu kinaitwa kitabu cha uzima. Ni lazima mtu ili aandikwe, haandikwi tu hapo ili mradi, na inawezekana akaandikwa na baadaye akafutwa. Sikilizeni watu wa Baba, inawezekana mtu akaandikwa na bado akaja akafutwa. Kazi iliyopo ni wewe kuangalia ikiwa umebakiza jina lako kwenye kitabu cha uzima, na ili ubakize hapo ni wewe kushiriki pamoja na Yesu anapokuombea wewe uwe serious na maisha yako, si kucheza na dhambi tena, maana hiyo kazi ya uombezi haitakuwa na kazi kwako ikiwa utaendelea kucheza na dhambi. Unaona, katika Waebrania 12 unaona mstari wa 4, Paulo anasema kwamba hamjafanya vita hata kumwagika damu mkipambana na dhambi. Kumbe dhambi inafaa kuweza kupambanwa sana. Ni vita watu wa Baba. 3:5 Ufunuo anasema yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima. Sitalifuta. Kumbuka hichi kitendo kimesemwa katika wakati wa Musa. Musa anamwambia Baba, kama huwasamei basi nifute mimi. Mungu anasema ninamfuta yule tu anayenitenda dhambi.
Kumbe kuna wale wameandikwa tayari, lakini wataweza kufutwa wakati wowote. Wakati wowote wanaweza kufutwa. Anasema sitalifuta kamwe, yeye ashindaye. Kumbe ni lazima mtu kwanza aweze kushinda, kisha atavikwa hivyo mavazi meupe. Wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima, nami nitalikiri jina lake mbele ya Baba yangu na mbele ya malaika zake. Kazi anayoifanya Kristo katika mbingu ya Baba ni kwamba anafanya kazi ya upatanisho. Kazi ya upatanisho kama alivyokuwa anaifanya kuhani wakati ule wa hekalu la dunia. Ni kazi ambayo sasa anaifanya Kristo katika patakatifu pa patakatifu, kazi ya uombezi. Unafaa wewe kushiriki katika kazi hiyo. Umealikwa katika harusi ya mwana kondoo. Umealikwa kabisa. Kwa hiyo hichi ni kipindi cha kutazamwa kama unafaa au haufai. Ni kipindi cha lala salama. Ni kipindi ambacho hutakiwi kabisa kucheza na dhambi. Na kama Kristo ametuonya kwa kinywa cha Paulo, na kama mtu akitenda dhambi tunaye mwombezi kwa Baba. Kadri Kristo anavyozidi kuwepo kama mpatanishi. Tusome hiyo aya mara moja, alafu nitakuonesha ya kwamba akishatoka kwenye chumba hiki cha pili, hakuna chumba kingine anachokuja kuingia, lakini atatoa kauli kwamba imekwisha na kutupa chetezo cha katika kazi ya ukuhani katika Yohana Yohana sura ya pili waraka wa kwanza. Anasema mstari wa kwanza, watoto wangu wadogo na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi, na kama mtu akitenda dhambi tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali kwa dhambi za ulimwengu wote. Yesu ni mpatanishi. Kwa hiyo kadri ambavyo Bwana bado ni mpatanishi, unatakiwa kumbe tusitende dhambi, na ikitokea mtu ametenda dhambi awahi mapema kuweza kukiri, kuungama na kutubu, maadamu wakati bado upo. Lakini kuna wakati ambapo hautakuwepo wa kuweza kuombewa tena. Hicho kitendo kimeweza kutajwa vizuri, maana Kristo anasema ya kwamba ni kipindi ambacho atakuja kusema sasa imekwisha. Mwenye kuiba na azidi kuiba, ila mtakatifu azidi kutakaswa. Kuna hicho kipindi kinakuja mbele yetu, na ndio sasa kikifika hicho kipindi tunakuja kuona ya kwamba kumbe hakutakuwa na mwombezi tena mbinguni, na hicho kitendo hakifanyiki milele. Maana lazima Kristo atoke katika mbingu kuja kuwachukua watu wake, kuwarudisha kwa Baba kama fidia ya dhambi yake, ya dhambi za watu wake, yeye kama ni mazao, naona imbuko lao waliokufa. Kristo atakuja, lakini vile atakavyokuja ni lazima awe amekamilisha kazi yake ya ukuhani mbinguni. Maombezi kwa Baba. Maombezi kwa Baba ndicho anachokifanya kwa sasa. Maana mbinguni kuna hekalu lenye vyumba viwili, na huko anakofanya sasa yuko katika chumba cha pili. Na watu wa Mungu anabidi waweze kuwa makini na wakati kwamba tuko katika wakati wa hukumu ya upelelezi. Inawezekana watu wakawa wamefungiwa mlango wa rehema bila kujua, kumbe tayari wamekwisha kufungiwa nje. Bwana na akaweze kuwabariki sana na kujua ya kwamba wakati hatuna, lakini tuwe tukijua Yesu yuko wapi. Maana kwa nini tunasema hivi? Kwa sababu kila sehemu ambapo Yesu yupo ndipo tunatakiwa tuwe. Ndio maana mpaka sasa baada ya Yesu kutoka hapa duniani, tulitakiwa tujue ametoka, na ameenda chumba cha kwanza, tujue yuko chumba cha kwanza, na ametoka tujue, maana tutatakiwa kuwa na sifa ya kuwa na mwana kondoo kila aendapo. Ndivyo ambavyo Yohana katika Ufunuo anasema katika 14:4. Tupasome hapo. Tunamfuata kila aendako. 14:4 anasema hawa ndio wasiotiwa unajisi pamoja na wanawake, kwa maana ni bikira. Hawa ndio wamfuatao mwana kondoo kila aendako. Lazima tuende na mwana kondoo kila mahali, tujue kwamba yupo wapi na sisi tunatakiwa tufanye nini kila ambapo tupo, tujue. Kwa hiyo kama uko gizani bado kujua Kristo anafanya nini na unatakiwa ufanye nini, bado haujakamilika katika wokovu wako. Bwana na atusaidie kujua nyakati, na hapo tutapata kuweza kuwa katika utimilifu wa kujua kwamba tunaokolewa namna gani.